Baba wa Taifa, Rais wa Jamhuri wa Kenya. Huyu ni William Ruto. Assalamu alaikum. Niko tu na maswali kama tatu. Ya kwanza, nataka kusema asante. Mahali sisi tuko hapa Naiberi, asante kwa manyumba ambayo mlichengewa sisi. Hiyo ni kitu ya kwanza. Hata ingawa nyumba ngine hakuna kitu, nasema asante. Ya pili, nataka kuuliza wewe Baba wa Taifa. Nimejaribu nipate wewe lakini imekuwa ngumu, na nimeamua ya kwamba mimi kama msasa wa Kelvin Kiptum nataka kuuliza wewe swali ya pili ya kwamba tuliitwa na Ababu Namwamba tarehe 20 mwezi wa 3 2024 tukaenda Riata House. Wakati tulipika huko tukaongea, Ababu Namwamba wakasema, akaambia sisi ya kwamba tunataka kupatia nyinyi pesa ya malilio, ambaye hata mpaka saa hii ndio mimi nilikuwa nataka ni kuuliza wewe. Wakapatia familia ya coach wa Kiptum ya Rwanda Chavez, wakapatia 5 million. Niliona kwa macho yangu na bibi yangu. Mpaka saa hii hatuchapewa yetu. Sijui pesa hiyo yetu ya 5 million ilienda wapi. Ya pili, mpaka saa hii Baba wa Taifa, Kibo ya Kiptum alikupa, mpaka saa hii hatujapata results. Hii ni mwaka wa pili. Ya tatu, kari ya mtoto yangu ile alipata accident, mpaka saa hii nimezungushwa mpatu iko Kaptagat. Sijui yose kwa huko au nini, mpaka nimeweka mkono yangu juu, wache hiyo kari. Sisi kama tuko hapa Naiberi, mimi ni baba wa Kelvin Kiptum na mama yake. Leo nataka niseme ya kwamba kesho ni siku ambaye hata Kiptum alikuwa anataka kutarajia kukimbia kwa Rotterdam, lakini haikuwezekana. Sasa nilikuwa nataka niseme namna hii ya kwamba nataka niulize Kolaso, sababu tuko na uchungu. Kolaso ile mkutano ambayo walifanya huko Rotterdam, tunataka tuulize Kolaso, wasasi wa Kelvin Kiptum wale walienda Rotterdam na Asenet ni wakina nani? Sababu hawa ndio wamefinya sisi mpaka saa hii mahali sisi tuko hapa tumepinywa, na kumbe iko wasasi wengine ambaye wamekuja kusukuma sisi na wanasema sisi ni wasasi wa Kelvin Kiptum. Hata kama yeye ni tajiri na au ni mkubwa kwa serikali, kwa nini anakuja kukalia sisi? Nasikia uchungu. Mimi nataka nauliza kampuni ya Kolaso, ni nani hao walienda tarehe 14 na Asenet mpaka Rotterdam? Alafu foundation ikaletwa mpaka Kenya. Ni nani wasasi wa Kelvin Kiptum ambayo walikalia kiketi na kusema sisi ni wasasi wa Kelvin Kiptum? Ni wale walienda Rotterdam au ni nani? Nataka tujue hiyo mtu, sababu mpaka hata saa hii tunaumia. Mpaka mali ya Kiptum mpaka saa hii wanatumia china ya Kiptum trademark, wapata mali ya Kiptum wakule. Hata Asenet mpaka saa hii, bibi ya Kiptum mpaka saa hii hatujui mahali penye iko. Imesukumwa na kampuni ya Kolaso mpaka Nairobi. Sijui wanataka kukula jasho ya mtoto yangu kutoka kichwa mpaka mguu, na hiyo wasasi walienda naye Rotterdam. Mimi nalaani mpaka saa hii, na mpaka nikupe, mimi nalaani hiyo wasasi walienda Rotterdam, na hao wanajuana wenyewe kwa wenyewe, na itapika wakati nitatambua hiyo watu, na siokopi hata tukikuba. Mimi nalaani Asenet
na hiyo wasasi walienda Rotterdam na Arsenet. Ni hayo tu, mimi sina maneno mengine. Wale mimi naongea na Kiptum kwa kaburini kila asubuhi, hawezi paki. Wale wasasi walienda Rotterdam na Arsenet. Na hiyo ni wasasi wa Kiptum ambaye mlienda Rotterdam. Ni wasasi wa Kiptum. Hebu jibu Arsenet. Kama ni wasasi wa Kelvin Kiptum, mkula mali ya Kiptum vizuri, mkula kwa Nairobi na kampuni ya Kolaso. Wacha tuumie, niongee na mtoto yangu. Mpaka Mungu atajibu. Hata tukikupa mimi nalaani kwa sasa wale walienda Rotterdam na Arsenet. Tutakupa kama wanaua sisi. Hata wakitaka kukuja kuua sisi sababu wako na nguvu ya serikali, wakuje kuua sisi. Asante. Oye, baba ya Kelvin Kiptum bado analia tu na jina ya President Ruto pamoja na mkewe Kelvin Kiptum. Baba ya Kelvin Kiptum, ladies and gentlemen, analia upweke, anasema ya kwamba serikali imemutupa, mambo yanaendelea nchini Kenya, kampuni, pesa nyingi zenye mtoto wake alikuwa nazo, ladies and gentlemen, hizi pesa zinafyonzwa. Mzee amelia, anasema ya kwamba wakati ya Babu na Mwamba alikuwa CS wa sport, ladies and gentlemen, last year 2014 Februari tarehe 20 ilisemekana ya kwamba watapewa 5 million, pesa ambazo hajawahi pewa hadi wa leo, lakini alishuhudia coach wa Kelvin Kiptum akipewa zake. Sasa yeye anashindwangwa zake ziko wapi? Kama za bibi wa Kelvin Kiptum walimpatia cheki ya 500 million, ladies and gentlemen, na inasemekana mpaka kuna organization yenye pesa wanga zinatumwa ndani kutoka ngambo, pesa za kusaidia familia ya Kelvin Kiptum na shirika la wanariadha, ladies and gentlemen, ya kutoka huko ngambo. Guys, ni uchungu sana kuona baba kama huyu analia. Just imagine, baba anasema kuna hata ile gari yenye ilifanya accident, yenye ilifanya accident ya Kelvin Kiptum, ladies and gentlemen, hiyo gari bado iko police station, unaona, haijawahi achiliwa. Na unajua hii gari ilikuwa na insurance ya comprehensive. Sasa hivi insurance wanafaa kuwa wamelipa gari mpya, lakini polisi wamekatalia tu hiyo gari, bado iko tu kwa nini police station, sijui wanataka ioze huko ama ni nini, unaona. Hadi wa leo sasa hivi, my friend, tunaelekea miaka 2 investigation yani nini kiliua Kelvin Kiptum, ladies and gentlemen, hadi wa leo polisi hawajawahi release. Yule mwanamke mwenye ambaye walikuwa na Kelvin Kiptum, ladies and gentlemen, kwa gari, mwanamke kwa jina Kosgei, huyo mwanamke hako tu huku nje na randaranda. Hawajawahi eleza hata baada ya kumshika na kumhoji ni nini aliwaambia, unaona. Watu waambii ni nini walikuwa wanafanya kwa gari, ndio sasa gari kapata accident. Hiyo story walinyamazia. Baba ya Kelvin Kiptum bado anahitaji justice. Bibi ya Kelvin Kiptum alitorokanga baada ya kuwekwa mstari mbele kama bibi ya Kelvin Kiptum. Pesa zote zinakuja. Bibi alishanunua nyumba Nairobi. Bibi yako mzuri my friend, pesa zinaingia, kila pension inaingia, pesa mingi kupindukia. Mwanamke tu siku hizi anabadilisha tu makucha na hair style, amenona makuku kwa nyumba na masausage na manyama, my friend, zimejaa kwa fridge, kitu ambacho hakukuwa na patanga wakati alikuwa na Kelvin Kiptum. Na huyu mwanamke inasemekana alitorokanga kwa hiyo ndoa ama kwa hiyo familia ya Kelvin Kiptum, na tangu wazike Kelvin Kiptum hajawahi rudi kwa sababu anachukia hiyo familia sana. Wakati Kelvin Kiptum alikuwa anafanyanga umalaya, wazazi wake ni kama walikuwa na msupport. Mtu ataendaje azae na mwanamke huko nje na msupport? Na nyinyi mnajua vizuri kabisa familia ya Kelvin Kiptum walichukia baby mama wa Kelvin Kiptum, ule mwanamke kwa jina Edna Awor, ule mwanamke mwenye alizalishwangu katoto kasichana. Imagine Kelvin Kiptum akizikwa, huyo mwanamke alikuwa anachungulia kwa fence. Sisi tuliona
Huyu mwanamke my friend, paka hata Mike Sonko hii kesi ilienda paka kotini. Imagine, hakuwahi taka, wazazi hawakuwahi taka huyo mwanamke, ndio ili waweze kufurahisha nani? Huyu mwanamke kwa jina Hassanet Rotich, ambaye ni mke wa Kevin Kiptum. Kumbe wapi walikuwa wanabembeleza shetani. Sasa hivi aliwatoka, huyo mwanamke alitoroka, hataki kuwaona. Mwaka imeisha plus wajukuu wajaiona babu yao, na huyo babu na huyo mama, ladies and gentlemen, walizanga tu mtoto mmoja. So hawana offspring wengine wenye ambao wanaweza tegemea. The only family ambayo sasa ni damu yao ni hao watoto wa Kelvin Kiptum. Lakini mwanamke alitorokanga na wale watoto. Ama kuna kitu huyu mwanamke anaficha yenye sisi hatujui, ladies and gentlemen. Huenda ikawa hao watoto labda si biological kids wa Kelvin Kiptum ama namna gani. Najua kuna ile kitu inakuambianga tu wewe toka. Labda hata alisharudianga baby daddy. Huwezi jua, ladies and gentlemen. Huwezi jua. Saa zingine mimi uangalianga hii familia na letanga hizi story na shindwa hata kutafsiri. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana, ladies and gentlemen. Hebu tusikie vile mama anasema. Mama pia naye. Na hiki kale yake tutaelewa kweli. Anyway, leave a comment there as we listen. Chăm game moi ki ngololi Facebook TikTok ko totinya ne ngol ndala pesa foundation ko amacham nyega foundation ko mo cheche masasi chi mami chi ni kitik ele menye ko mo chwa foundation ko kipetutab launching foundation ko kikakasoti kityo kele foundation to ko yote bi agoi sa saba agere en TV nebo Kaseba Ngele Kiptum Foundation ko kingakas kunoto ko kyai make kabisa akole amache awo bokerchige ngondanyu akakashige mamache notebichi ko kingait yundo ko iman tesetai foundation nebo Kiptum ko kingager biik chikimi tai VIP tai agere ale mi Wasase family angager bichotok ling family ko biich mongen biich tomo agere akot ako yo miten let nebo biik kiama akot roptam kiroboni ale ngagerchige ngonda ko notok ngwondet neretotinye awirani ale kakan ko maitinye chi lakwa ko maitinye use kamache atebe akot public ngotos kikire cheche Wasase nyundo amu akot ndikakimwawech kebangan mpango notok kibo foundation ko kikimache ketarchi labatet ole kicham ko trainene Kiptum chepkoria anda ko chepsamali kisomani ko nitatebekake natatebeke akoi ra ole biik chikipongoni akoi kebangan akoi foundation akoi family choto ko ngo ako atebe akoi tun mawendi let amu kimi becho ole kikakur chebo media ko nyamwa ngalek chu alakini maitwi kikikertang tai komangen anyun chi chikit nyokotitirecha che kole sikikab Kiptum kelin kemwa kei ko kertech kelin kemwa kei ko kertech ko kinakasomane ing somenyu amu akot ole kimi ole katebe chiket nengorobon kobune biik beko ingweny ya chop koik ako ya tabarir ako alichige etingowe Kiptum nikibakachech ne nikenitenane ndokoi molwa akot chiket nebune beek kikaikai akot ole kikimiten tai ko uchungu notinye amu sokoit Kiptum ole mi ko kikiborye akokeit ole kikiit akoi koit ole kiwechige kobakachech ko kikiborye akoit yoto ara kinosomane amu ache keimige makitinye chochote amasom cho kikocherge koloi sigik cho kinyokotebenech batach amu yakasan Kiptum 9 months yorib akoi koet
somenyu no amache asom amache okona karama ni yori biik kityo monyo ng'olyage ng'alek chu choto